Hali gani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Machi 19 siku ya Jumatano, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi. Kwenye habari kubwa zopewa kipaumbele inaanza na habari inasema mitazamo tofauti, sera mpya ardhi ikichambuliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema mitazamo tofauti, sera mpya ya ardhi ikichambuliwa. Lakini dereva mameneja matatani madai ya kuteketeza roli. Dereva mameneja matatani madai ya kuteketeza roli. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mwananchi. Na habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni miaka 4 madarakani, sura 2 uongozi wa Samia. Hiyo ni miaka 4 madarakani, sura 2 uongozi wa Samia. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 10 mpaka wa 11. Lakini Mtanzania kizuizini Sudani akidaiwa fidia ya shilingi milioni 935. Mtanzania kizuizini Sudani akidaiwa fidia ya milioni 935. Lakini no reform no election ilivyotinga kwa msajili. Hao ni Chadema wasema no reform no election ilivyotinga kwa msajili. Lakini Kassim Majaliwa, mjadala wa wasomi kusoma VETA unatija. Huyo ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wasema mjadala wa wasomi kusoma VETA unatija. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 2 ndani ya gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari ukurasa wa 2, Chadema watoka kwa msajili kutetea mkakati wao wa no reform no election. Lakini waziri mkuu atoa neno tena mjadala wa hitimu vyuo vikuu kujiunga na VETA. Na jaji aliyekwenda masomoni Uingereza ahukumiwa kifungo. Jaji aliyekwenda masomoni Uingereza ahukumiwa kifungo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe. Lakini habari kubwa ni miaka 4 kazini Ikulu. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan, miaka 4 kazini Ikulu. Safari ya Rais Samia madarakani ikivuna haya ya Watanzania. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Lakini wachumi waona tobo linavyovujisha Kariakoo, wakosoa sera ya usimamizi. Wachumi waona tobo linalovujisha Kariakoo, wakosoa sera ya usimamizi. Na TBS vile vile vinaangamiza taifa, vijana wako hatarini. Huyu ni TBS wasema vile vinaangamiza taifa, vijana wako hatarini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Na tukichana gazeti ya Nipashe, tuangazie gazeti lako la Raia Mwema. Muungwana ni kitendo, linaanza na habari inasema watoto 3 wa familia moja wafa maji. Watoto 3 wa familia moja wafa maji. Lakini safari yenye mafanikio ya shirika la NHC. Safari yenye mafanikio shirika la NHC, maabara ya panya kujengwa Kibong'oto. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mwema, wanasema maabara ya panya kujengwa Kibong'oto. Lakini hatari tupu, wagombea CCM watumia waganga kulisha yamini wapiga kura. Lakini wamwaga rushwa kama njugu, TAKUKURU ya noa makucha. Wabunge viti maalum wacharuka wapinga ukomo wa miaka 10. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Raia Mwema. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Kuna habari inasema maajabu ya Samia yafuta machozi ya Magufuli. Maajabu ya Rais Samia Suluhu Hassan yafuta machozi ya Magufuli. Lakini makada ACT mbaroni. Hao ni makada wa chama cha ACT Wazalendo mbaroni. Lakini mnyukano wa Karia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mwema. Ni hatari tupu. Lakini kwenye gazeti la Jamhuri ukurasa wa mbele inaandika miaka 4 ya Dr. Samia TRA yang'ara. Miaka 4 ya Dr. Samia TRA yang'ara. Daraja la Kongotende nuru mpya hifadhi ya Serengeti. Lakini watoto wanaocheza kamari kudhibitiwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamhuri. Kuna habari inayosema wadau wachambua miaka 4 ya Rais Samia madarakani. Lakini watumishi wa umma na ulaji bata. Mfadhili CCM azua bala airport. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 ndani ya gazeti lako la Jamhuri. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Jamhuri, tuangazie gazeti lako la Tanzania Leo lenye habari kubwa inayosema Wasira mchongea Mo Dewji kutelekeza mashamba Rungwe. Huyo ni Wasira mchongea Mo Dewji kutelekeza mashamba Rungwe. Lakini neema sekta ya kilimo Tanzania kupokea dola milioni 74 kutoka AFD. Lakini kesho bora salama zaidi ipo kwa Samia. Kesho bora salama zaidi ipo kwa Samia. Awahakikishia watoto vijana wote elimu bora zaidi. Sekondari ujuzi kwake ni elimu ya msingi ya lazima. Vyuo vikuu mikoani kuimarisha rasilimali watu nchini. Lakini tovuto hoja ya Chadema kuzuia uchaguzi haina mashiko.
na ifahamu historia ya Rais Dr. Samia kisiasa na kikazi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini upinzani hawana ubavu wa kusimama na Dr. Samia na Mwinyi. Hiyo ni gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini gazeti la Uhuru lenyewe na habari kubwa inayosema TANROADS yataja mafanikio miaka 4 ya Dr. Samia. Lakini TRA nao yaanika mafanikio miaka 4 ya Dr. Samia. TANESCO nao halikadhalika. Lakini TCRA nao hawapo nyuma, yataja mafanikio ya miaka 4 ya Dr. Samia. Lakini bado kuna habari inasema miaka 4 ya Rais Samia, mageuzi ya kihistoria. Mapato, umeme, maji, elimu, afya, hayo yote mageuzi ya kihistoria kwenye utawala wa miaka 4 wa Rais Samia. Lakini wabunge wampongeza Rais Samia kwa fedha za miradi. Wabunge wampongeza Rais Samia kwa fedha za miradi. Mambo 12 yaliyochochea utendaji wa Rais Samia katika ustawi wa jamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti la Zanzibar Leo asubuhi ya leo lenye habari kubwa inasema utendaji uliotukuka umembeba. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo inasema utendaji uliotukuka umembeba. CCM haikukosea kumpa tiketi 2025. Amewadhahirishia waliokuwa na mashaka. Lakini wanafunzi wataendelea kuwekewa mazingira wezeshi. Huyo ni Hemedi. Na serikali na thamini mchango wa wadau. Huyo ni mhandisi Zena. Lakini Uthmani ahimiza viongozi kuwafariji wagonjwa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa za mbele. Lakini gazeti la Mwangaza na nini asubuhi ya leo ni miaka 4 ya championi Dr. Samia. Mboya yazua taharuki kubwa Chadema. Serikali yaongeza bajeti ya elimu VETA. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwangaza ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Uhuru ukweli daima lina habari kubwa inayosema ni CCF yataja thamani ya mfuko yafikia trilioni 9.29. Lakini waziri mkuu atoa maagizo 9 kwa wadau. Waziri mkuu atoa maagizo 9 kwa wadau. Mchungaji Mashimo ahukumiwa miaka 2 kwenda jela. Mchungaji Mashimo ahukumiwa miaka 2 kwenda jela. Lakini Tanzania kupokea dola milioni 74 za mfuko wa IFAD. Wachambuzi wafunguka miaka 4 ya Rais Samia. Wachambuzi wafunguka miaka 4 ya Rais Samia. Lakini waambieni waliowatuma uchaguzi mkuu hauzuiliki. Huyo ni Wasira asema waambieni waliowatuma uchaguzi mkuu hauzuiliki. Sakata la ardhi la waibua wadau. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti la Habari Leo kuna nini inaandika miaka 4 ya nguvu. Samia apongezwa mafanikio lukuki ya serikali. Asifiwa uchumi, kukua diplomasia na huduma za jamii. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini kazi iendelee yatajwa chachu ya mafanikio. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika TCAA yatakiwa kuharakisha ujenzi wa chuo cha usafiri wa anga. Lakini Wasira aipa agizo wizara ya kilimo. Rais Samia achagiza mapinduzi NHC. Majaliwa dunia nzima inampongeza Rais Samia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo ni safari ya mafanikio NHC miaka 4 ya Rais Samia Suluhu Hassan. Majaliwa asifu mapinduzi VETA. Asema serikali Rais Samia imepandisha bajeti hadi kufikia bilioni 85 sasa kila wilaya nchini kujengwa chuo cha VETA. Lakini Profesa Nkenda aweka wazi mkakati maalum wa kuimarisha ujuzi uzalishaji nchini ajira nchini kupitia VETA. Mbunge Sekiboko asimulia alivyobadili maisha kwa ufundi viatu kwa kusoma VETA. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Machinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti la Majira linaandika Wasira amchongea Mo Dewji kwa serikali. Huyo ni Stephen Wasira amchongea Mo Dewji kwa serikali. Kigoma yataka kugawanywa majimbo 4 ya uchaguzi. Kigoma yataka kugawanywa majimbo 4 ya uchaguzi. Lakini miaka 4 ya Rais Samia yatikisa mapapa wa dawa za kulevya. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia sasa kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo, tunaanza na gazeti la Majira linaandika Yanga Princess ya irarua Simba Queen KMC Complex. Yalipiza kisasi yasema nyie hamuogopi. Msemaji Simba mkingia kifua Karia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti la Machinga linaandika Yanga Princess ya ibuka wababe. Yanga Princess ya ibuka wababe. Yaipiga Simba goli 1-0. Lakini Manara aliamsha sakata la dabi ya Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga.
Lakini gazeti lako la Mwanahabari ni beki Simba kuiwai Al-Masri, Dr. Komba anzisha hamasa za Geita. Ili kuna habari inasema Yanga Princess yaichapa Simba Queen, yaipiga goli 1-0 Edina Lema Shujaa. Huyu ni kocha mkuu wa Young Africans Edina Lema. Lakini kuna gazeti lako la Habari Leo linaandika TFF yatetea kambi ya Stars Tanga, Yanga Princess ya mkanda Simba Queen, kocha Yanga amtuliza Ikanga Lombo, Samata ashinda tuzo Ugiriki. Hiyo ni habari kubwa ukurasa wa 31 kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti linaandika Yanga kumekucha CAS, kocha amaliza utata Aziziki au Ahwa. Lakini dakika 180 za moto Ken Goldi, mastreka wanne ubaoni Man United. Hiyo ni habari kimataifa. Lakini mpo Saka kuwahi Madrid. Hiyo ni habari pia kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Pata nakala yako kwa habari kwa kila. Na gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.